Kwa miaka mingi wakazi wa vijiji vya kata ya Kihanga, tarafa ya Kiponzelo, wilayani Iringa wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya usafirishaji wa mazao yao kutokana na kuwa na miundombinu mibovu ya barabara. Wakulima hao walilazimika kutumia gharama kubwa na muda mrefu kusafirisha mazao yao kutoka mashambani hadi sokoni, hali iliyokuwa ikichangia hasara na kupunguza kipato cha kaya nyingi. Hatimaye leo hii matumaini yameanza tena kuchomoza mara baada ya wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA kuanza rasmi ujenzi wa barabara ya Makombe Kitanewa yenye urefu wa kilomita 21.3 kwa gharama ya shilingi milioni 414. Mradi huo mkubwa unatarajiwa kuwa mkombozi kwa wakazi wa eneo hilo na kuchochea ukuaji wa uchumi wa maeneo ya vijijini na kuimarisha mtandao wa mawasiliano kati ya majimbo ya Kalenga na Isimani. Uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi huo umefanyika rasmi katika kijiji cha Makombe, ukiwa ni sehemu ya utekelezaji wa bajeti za maendeleo kwa mwaka wa fedha 2021-2022 hadi 2023-2024. Meneja TARURA wilaya ya Iringa, Jabir Barnabas, amesema kuwa ujenzi huo utafanyika kwa awamu kwa lengo la kuhakikisha kuwa barabara hiyo si tu ya kupitika wakati wote, bali pia inadumu kwa muda mrefu. Katika tukio hilo, mbunge wa jimbo la Kalenga, Jackson Kiswaga, ameongoza hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi na baadaye kuzungumza na wananchi katika mkutano mkubwa wa hadhara uliofanyika kijijini hapo. Akizungumza na wakazi wa Kahanga na maeneo ya jirani, Kiswaga ameipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za dhati katika kuboresha miundombinu na kuinua maisha ya Watanzania wa vijijini. Mradi huo wa barabara ya Makombe Kitanewa unatarajiwa kukamilika kwa viwango vinavyokidhi mahitaji ya kijamii na kiuchumi, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kulinda miundombinu hiyo muhimu. Barabara hii ina jumla ya kilomita 21.3. Ni moja kati ya barabara zinazoungana majimbo haya mawili ambayo kama nilivyotaja awali, na inakuwa mkombozi mkubwa kwa majimbo yote haya mawili. Utekelezaji wa mradi huu, Mheshimiwa Mbunge, jimbo hili la Kalenga, barabara hii inahudumia, imekuwa ikifanywa kwa awamu 3. Tulianza mwaka 2021 22 na tukafuatia tena 2022 23 na 23 24. Thamani ya mradi, Mheshimiwa Mbunge wa Kalenga, miradi hii yote mitatu ilikuwa na jumla ya thamani ya shilingi milioni 414 kwa ujumla wake. Kwa maana ya mara ya kwanza tulifungua barabara kwa jumla ya shilingi milioni 96, tulifuatia mara ya pili tulihamia upande huu ambao sehemu hususan kuanzia pale kijijini kilomita 2 tulizifungua awali ambazo zilikuwa na hela chache, iliunganishwa mradi mwingine milioni 10.5, lakini kwa sasa hivi mradi huu ulimaliziwa kwa mwaka 23-24 kwa jumla ya shilingi milioni 307, ambaye jumla yake ndio imefanya shilingi hizo imefanya jumla ya shilingi milioni 414 hadi sasa. Manufaa ya mradi, Mheshimiwa Mbunge, utekelezaji wa mradi huu una manufaa mengi sana. Mojawapo ikiwepo kuunganisha haya majimbo mawili kama nilivyosema awali, lakini pia inaenda kukuza uchumi wa watu wa eneo hili pamoja na eneo jirani. Lakini uchumi huu unaenda kukuzwa kwa maana kuna baadhi ya mazao yanalimwa upande huu ambayo upande mwingine halimi, lakini na wale wanalima, kwa hiyo kunakuwa na mbadilishano au ufanyaji wa biashara kulingana na utofauti huo wa mazao. Licha ya hiyo, bado inasaidia kwenye masuala zima ya utalii. Inaenda kuongeza tija kwa maana kwamba mbuga yetu ya Ruaha sasa inaenda kupata njia mbadala ya kuweza kwenda maeneo mengine na kuweza kufikia eneo hilo kwa wakati. Pia itasaidia huduma hizo za kiutalii ambayo sisi kama TARURA tunaamini tukikuza utalii, ile dhamira, tunasema dhana ile ya Royal Tour inaenda kukamilika kwa sababu ya kufungua barabara hii. Mfano, mtu anatoka Ruaha National Park, sio lazima aende hadi mjini atembee hizo kilomita 104. Sasa hivi anaweza akatembea kilomita chache akafika Mafinga na akaendelea na shughuli zake zingine na kwenda mikoa mingine ya jirani. Nimewahi kuwa mwalimu mkuu wa shule hii toka 1990 hadi 1993.
Hapa kijiji hiki kilikuwa kwa kweli kiko pembezoni kabisa. Sisi kama watumishi wa serikali, kwanza hapa palikuwa na watumishi ni walimu tu. Hawakuweko watumishi wa aina yoyote ile. Kuweko walimu tu. Tulikuwa walimu 6. Lakini shida iliyokuwepo hapa ni kwamba hata siku unapotakiwa kwenda kuchukua mshahara tulikuwa tunaona shida kwa sababu ni lazima tembee kwa miguu. Aidha kutoka hapa mpaka Kiponzelo au kutoka hapa mpaka Kitamewa kwa mguu. Mimi nashukuru sana. Naishukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuleta maendeleo haya ajabu. Baada ya miaka mingi nimekuja hapa, nimeshuhudia maendeleo makubwa sana. Dispensary ilikuwa Kihanga. Mimi mwenyewe ni shuhuda wa kutembea miguu kutoka hapa mpaka Kihanga. Mimi ni shuhuda wa kutembea hapa kutafuta usafiri, aidha kutoka hapa mpaka Kitanewa au mpaka Kiponzelo kwenda kufuata mshahara. Hii ilikuwa ni shida sana. Lakini kwa ukombozi huu mimi nashukuru Mungu sana. Ni kama wametuvusha. Namshukuru sana Mheshimiwa Kiswaga kwamba yeye ni kama Musa aliyewavusha watu Kanaani katika bahari ya Shamu. Kweli huu ni ukombozi wa hali ya juu sana sana. Kwa hivyo namshukuru sana Mheshimiwa Kiswaga. Naomba hebu tujaribu kumuongezea kidogo, pengine ataboresha zaidi. Haya kwa hapo alipofikia ni mahali pazuri sana. Lakini pia ameendelea kutoa ruzuku kwenye shule na maeneo mbalimbali. Lakini kwenye masuala ya maendeleo yako mengi ambayo yamefanyika katika jimbo la Kalenga. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais na mwenzangu hapa amemshukuru. Katika jimbo la Kalenga kwa sasa barabara za lami zinajengwa, barabara 3. Barabara ya kutoka Ruaha kwenda mpaka Samula imeanza kujengwa, kambi imeshawekwa hapo Ilodi, itajengwa kilomita 50 na kuendelea mpaka mjini. Lakini kuna barabara ya lami tumeimaliza, ile ya kutoka Wenda kwenda Mgama kijijini, barabara nzuri. Lakini tunajenga barabara ya lami ya kutoka pale mjini kwenda Kilolo, inapita kwenye kata zangu za Rohota, za Maguliwa. Sehemu kubwa iko pande wa jimbo la Kalenga. Mkifuatilia bunge mtaona watu wanarukaga sarakasi pale. Anaomba tu kilomita 2, anaomba kilomita 5, anaruka sarakasi. Lakini sisi jimbo la Kalenga tunapewa sehemu kubwa, kilomita 19 zimekwenda Mgama, kilomita 22 kutoka mjini kwenda Kilolo, lakini tuna kilomita zaidi ya 30 katika barabara inakwenda kule Ruaha National Park. Lakini ndugu zangu, tumefungua barabara katika jimbo la Kalenga kila mahali. Tumefungua ile barabara ya Chamgogo, diwani wangu amesema. Tukitoka Kiponzelo kwenda Masaka tumefungua. Lakini hii sasa tumeifungua na nyingi ambazo zimefunguliwa. Amezungumza hapa meneja wangu wa TARURA kwamba bajeti yetu imeongezeka kutoka milioni 800 ambayo tulikuwa tunapewa, sasa tunapewa zaidi ya bilioni 2, wakati mwingine inafika bilioni 3 kwa ajili ya barabara. Ni kazi kubwa zinazofanya kwa serikali, lakini inategemeana na viongozi mlionao. Serikali ni hizo ilikuwepo na itaendelea kuwepo. Lakini kama hamna mbunge, hamna diwani anayejua namna ya kupiga kelele. Kupiga kelele sio shida. Unaweza kuruka sarakasi na usipate chochote. Umeona ndugu zangu? Lakini upande wa umeme, mpango wa kwanza wa serikali tulianza kumaliza vijiji ambavyo havina umeme, pamoja na kijiji cha Makombe, Chamgogo, Lwato. Sasa hivi tumepewa vitongoji 91 kwenye jimbo la Kalenga. Kazi kubwa zinafanya na serikali ya CCM inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo hii mmepokea nguzo kwa ajili ya vitongoji 3. Ninafahamu na vitongoji 6, lakini unashukuru kwa kile unachofanya nini? Unapokea. Leo tumepokea vitongoji 3, maendeleo ni kitu endelevu. Ndio ndugu zangu, ambalo halijafanyika leo litafanyika kesho.